kuna madhaifu makubwa hasa kwa mtu kama Ateba. Kama Ateba ndo atapata nafasi ya kuwa striker ambaye atakaa mbele pale. Tumeona katika mchezo dhidi ya TMA. Ateba, mimi kuna kitu nimekiona, pengine labda kwa uongozi wa Simba kama atakuwa amekifuatilia. Kama Ateba afuatiliwi vizuri, kama Ateba auangalie mienendo yake, kuna vitu viwili. Sawa? Kama Ateba yani aendekezi sana ngono. Kama sio shida hiyo, kwa sababu wao ndo watasema hiyo sio shida. Kama sio shida hiyo, mwalimu wa Simba ameshindwa kumsaidia Ateba kuwa sharp katika eneo la ushambuliaji. Amekuwa na maamuzi ambayo yani mwili mzito na maamuzi pia mazito. Uwepo wa Mavunde inawezekana kukawa na push ya ndani. Sasa pengine watuambie, pengine tutaenda kudodosa. Inawezekana pengine amepewa mzigo mzito Dodoma Jiji kwamba bwana mkishinda kuna mzigo huu. Ikaongezea motisha wachezaji, morali ya kuweza kwenye huo mchezo. Mchambuzi wa kandanda nchini kwetu Tanzania, Lugano Israel. Habari yako? Safi, mambo vipi? Mzima wewe? Mungu ni mwema sana. Mambo ni mengi yanaendelea ndani ya ligi kuu Tanzania bara baada ya dabi ya Kariakoo kuhailishwa. Ligi kuu inaendelea. Simba kesho yupo mawindoni kuzitafuta alama 3 muhimu dhidi ya Dodoma Jiji. Utakuwa ni mchezo wa aina gani na unaona Simba akiingia uwanjani ama watasimamia katika kauli ambayo aliweza kuitoa mtendaji wao Cleatus Magoli kwamba Simba ataingiza timu uwanjani? Hapana, haiwezi kufikia huko. Ni kwa sababu naamini kwenye dabi kulikuwa na mambo mengi sana. Hata Simba wenyewe walikuwa na sababu nyingi sana za kutokuingiza. Ukiachana na ile sababu ambayo imetokea uwanjani. Kwenye ile game kwanza ilikuwa tension kubwa. Nakumbuka Simba alikuwa tayari ashafungwa mara 4 mfululizo na Yanga. Kwa hiyo pressure, amesha kuzungumza kwamba moja kati ya timu ambazo ziko na pressure sana kwenye dabi, Simba na pressure hali ya juu. Ukiangalia dabi yenyewe ukikutana na Yanga mara 4 umeshapasuka. Inafuata ni mara ya 5. Ukifungwa mara 5 utaenda kunangwa zaidi na mpinzani wako. Lakini kama itoshi, unakuja kuangalia kwamba Simba ilikuwa na wachezaji muhimu wawili ambao walikuwa majeruhi. Tunamzungumzia Pimpili Kamara lakini pia na Shefon Maron. Ukiangalia nafasi hizo ni muhimu sana hasa katika eneo la ulinzi. Kwa hata Simba mimi nawaelewa naposema kwa nini hawakuingiza timu. Kuna sehemu walikuwa na kahofu fulani. Kwa walipopata sababu, ile sababu utabidi waisimamie iwalinde angalau wasije kupata fedha kubwa sana. Lakini unapozungumzia mchezo dhidi ya Dodoma Jiji, ni mchezo wa ligi ambao wanaenda kukutana na timu ya daraja la kati. Sio timu ambayo inaweza kaitisha Simba. Sasa hivi mtu akisema una beti ni timu gani ambayo utaipa nafasi kubwa ya kushinda, utaambia ni Simba. Sababu gani? Simba quality ya wachezaji ni kubwa kuliko ya Dodoma. Licha kwamba wachezaji Dodoma pia na wachezaji wazuri kama kina Peter Kasunda, kina Kipagwile, kina Ajibu wapo, kina Mkenya beki ambaye alikuwa anacheza Simba, Ocheng Onyango, Joshua Onyango wapo kule. Lakini bado utaipa nafasi Simba kwa sababu ya ubora wao. Lakini ukiangalia katika mchezo wa shirikisho kwa sababu kwa maana ya CRDB Sport Federation, tuona Simba akiwapumzisha baadhi ya wachezaji. Ukiangalia utaona kabisa ilikuwa lengo la mwalimu kuwatengenezea mazingira wachezaji kuelekea katika mchezo dhidi ya Dodoma. Hasa ukiangalia akili ambayo alikuwa ameweka kichwani mwake mwalimu ilikuwa ni kuogopa majeruhi wengine wasije kujitokeza. Ndio maana utakuta mtu kama Hamza kaondolewa mapema, amecheza ameona tu timu ishapata matokeo, akamwambia bwana njoo upumzike. Akamtoa Kalamo Shamu na akamtoa. Akabakia na wachezaji wengi walikuwa wanashangaa, viungo mtu kama Kagoma ndo mkoba. Ilikuwa inashangaza, lakini ni plani ambayo mwalimu alikuwa ameshaona kwamba kwenye mechi hii dhidi ya TMA tayari tumesha wini. Hawezi na kutufunga kwa sababu hata kusogea kupeleka mashambulizi walikuwa hawana mipango. Akasoma mpango mzima TMA akaona hamna kitu kipya. Sasa nini cha kufanya? Ni kupunguza riski ambayo unaweza kaipata. Kwa sababu kama akiumia Hamza katika ule mchezo, sababu timu hizi ndogo huwa zinaingiaga mazima kwa sababu kila mmoja anataka kujipambanua yeye, kwa anaweza akashangaa amemtegua Hamza au Kalamo sijui, yani unaweza kujikuta tayari umeongeza pengo lingine la nafasi ya ulinzi. Kwa kaona hao ni watoe. Ukiangalia hiyo picha tu utaanza kujua kwamba mwalimu alikuwa na target fulani kwa ajili ya maandalizi ya dhidi ya Dodoma. Anajua umuhimu kuelekea kwenye kutaka ubingwa. Mwalimu Meki Maxime anaingiaje dhidi ya Simba katika mchezo uliopita wa ligi kuu Tanzania bara walipokutana na Simba? Aliweza kutoa malalamiko yake kuhusiana na waamuzi.
Yeah, of course waamuzi wataendelea kulalamikiwa kwa sababu swala la kukosea litabakia kuwepo tu, kwa sababu sometime inatokea kwa sababu ya wao ni binadamu. Binadamu kwa kawaida inawezekana akakosea kwa sababu ya kile ambacho teknolojia yenyewe ndio ambayo inaweza kaja kuamua. Umenielewa? Ndio maana wenzetu VAR wameweka VAR kwa sababu ya kumsaidia mwamuzi yale makosa ya kibinadamu. Kwa hiyo unategemea kwamba makosa ya kibinadamu atakuwepo. Pengine kwa mazingira unaweza kusema pia hata waamuzi wenyewe umakini na kufuata sheria. Naamini kuna baadhi ya waamuzi hawana weledi wa kutosha kwenye masuala ya uamuzi. Pengine kuto kujishughulisha. Unajua unaposoma labda umesoma udaktari. Sawa? Kuna wakati mwingine itabidi urudie tena yale masomo yako kuangalia tabia za mgonjwa kiwa hivi. Sasa wengine labda kutoka uwanjani akirudi wanaenda zao kulala, wanasubiria mechi. Sasa kuna wakati mwingine itabidi uyarudie yale ambayo unayafanya uone kama niko sahihi au siko sahihi. Hapa tafsiri ya hiki inatakiwa kutokea kitu gani? Kikitokea hiki inatakiwa kutokea kitu gani? Kuna wakati wengine waamuzi wanafanya vizuri. Kwa sababu ni kazi yao tunashinda kuwapongeza. Lakini kwa sababu wanakuwa nakosea, kwa sababu lengo letu sio kwamba tunategemea wakosee. Sawa, tunategemea kwenye kazi yao wafanye vizuri. Kwa hiyo kuna wakati mwingine wapo waamuzi wengine wanafanya vizuri, lakini kwa sababu tunaona kama ni kazi yao hatuwapongezi. Ila wanapokuja kukosea ndipo tunawaambia hapa kwa sawa sawa. Sasa waamuzi wengine wanafanya wakiwa na makosa ya kutokuja kujitathmini mara baada ya mchezo. Nimefanyeje? Ni kwa bora kiasi gani? Tafsiri hii kitokea hii inatokea kitu gani? Kuna tafsiri nyingi sana. Utakumbuka mpaka litoshe kutokea goli kona. Mpira umeingia ndani lakini hebu kapigeni kona. Yaani unajiuliza mwamuzi alifikiria kitu gani? Hayo ni maamuzi ambayo unaweza kusema mtu pengine alishindwa kujipa kufikiri, na hata mtu ambaye anaenda kushauriana naye alimpa ushauri wa aina gani. Kwa hiyo nategemea makosa yatakuwepo, lakini Maxime aachane tu na waamuzi, aiandae timu yake vizuri, kwa sababu unaweza kuwa na laumu waamuzi lakini wachezaji wako hawakupi sababu ya kufika hata kwenye lango la mpinzani. Panga mashambulizi yako, kalalamikie wakati timu yako imefika kwenye boksi, imepanga mpango mzuri wa kwenda kushambulia na kutafuta goli. Inawezekana ukamlaumu mwamuzi kwa tukio moja, lakini matukio kama 10 hivi yote umeshindwa kuwafanyia kazi, umeshindwa hata kuvuka mstari wa katikati, si ndio? Kwa hiyo mimi nadhani wakati tunalaumu waamuzi, lakini natakiwa hao makocha nao waziandae timu zao vizuri. Naamini kwa Dodoma Jiji wana timu nzuri. Labda ni namna pia, unajua kuna namna ambavyo makocha inatakiwa aongee na wachezaji wao vizuri. Hizi game kubwa hizi za Simba na Yanga, timu yote inapokutana na Simba na Yanga huwa wachezaji wanatumia nguvu zaidi ya kujionyesha wao kuliko kuunganisha timu, kuliko kuisaidia timu. Hasa unapoonyesha wakati mwingine ukaona kwa binafsi unashindwa kuisaidia timu. Kwa hiyo inawezekana mwalimu akasaidia kuongeza morali kwa wachezaji. Kwa bwana, hii ndio sehemu ambapo maisha yako yanaenda kubadilika. Inawezekana ukaonekana si chochote, lakini kwenye mechi hizi ukifanya vizuri unaweza ukaonekana zaidi. Lakini uwezi ukafanikiwa ukiwa unacheza kibinafsi. Lazima ushirikiane na wenzio pia ili ufanikiwe vizuri. Inawezekana akicheza kitimu sana Dodoma Jiji wakaifunga Simba. Tumeona Simba ambayo inacheza na TMA. Simba kuna mazingira fulani ilikuwa ina madhaifu. TMA kama angekuwa na uwezo wa kutumia counter attack, yani wanapopata mipira wanakaa katika maeneo sahihi na wanakimbia katika mikimbio sahihi, Simba nao wangefungwa. Inawezekana licha kwamba walifungwa magoli 3, hata nao wangepata 2 hata 1. Simba walikuwa wako wiki. Sema walikutana na timu ambayo ilishindwa pia kupata njia sahihi ya kuweza yani kuondoa kwenye njia manake Simba. Kwa hiyo Dodoma Jiji kama mwalimu Maxime atakuwa ameiangalia Simba ambayo imecheza na TMA. Licha kwamba kuna baadhi ya wachezaji hawakuepo, lakini bado madhaifu unayaona Simba yanakuwa na muendelezo mwingi sana. Kuna wakati Simba anaposhambulia unaweza kaacha mabeki wawili ambao wako separate yako katika mfumo mzuri, ambao sasa kama timu pinzani ikipata nafasi ya kupokea mpira sawa, na wale wachezaji wakawa na kasi ya kukimbia katika maeneo ambayo Simba imeacha mapengo, na wakawa na ubora wa kupokea pia na kuacha kwa wakati, Simba anaweza kafungwa. Nimeona nafasi ambayo angepata TMA lakini hakuweza kuzitumia kwa sababu mwalimu pengine akuambia kuwa sharp kuelekea maeneo ya timu pinzani. Shefondo Malone,
ni majeruhi na Musa Pembe Kamala huenda katika mchezo wa kesho wasiwe sehemu ya kikosi cha Simba. Na hapo umezungumzia kuhusiana na backline ya Simba ambao kwa hivi sasa wanacheza Shamu Karabu pamoja na Abrazak Hamza. Dodoma wafanye nini? Dodoma ni kuangalia tu mapungufu aliyokuwa nayo Hamza. Hamza ni beki mzuri sana, lakini ni mchezaji ambaye hawezi kuwa na spidi kubwa sana. Hamza ukitaka ushindane naye, nenda taratibu, atakupigia mahesabu, ataudhibiti mpira. Lakini kama utakwenda na kasi, yani mpira umeupata mnakimbia, Hamza itakuwa ni shida. Kazi ambayo Shamoa atakuwa nayo ni kufanya kazi ambayo alikuwa anafanya Fando Malone. Kama atashindwa kuifanya kazi ya Fando Malone, inawezekana Dodoma Jiji, naamini spidi za kina Kipagwile, kina Kapita Kasunda, najua uwezo wake anapokuwa katika eneo la boxi na kukimbia. Kuna Lilienti Lusajo huko Dodoma. Wale ni wachezaji ambao wakikaa katika maeneo mazuri wanaweza kukuadhibu wakati wote. Kwa hiyo Simba kama wataruhusu mashambulizi katika eneo lao, nafasi ambazo Lusajo akipata nafasi 3 anaweka kukufunga. Ni mtu ambaye anapenda kufunga sana. Peter Kasunda siku za hivi karibuni, nadhani sasa hivi tutakuwa na magoli kama 5 sasa hivi, kama atakuwa na kumbukumbu sahihi. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye anaweza analitamani sana goli. Utakuwa unafahamu pia kapita Azam, kapita KMC, ana uzoefu na ligi na anatamani naye kutengeneza ukubwa wake. Unafahamu mikimbio ya mchezaji kama Kipagwile kwenye winga, jinsi ambavyo anakuwa anakimbia. Kwa hiyo Simba kama hawataenda na mpango mzuri hasa kwenye backline ya kuendana na spidi ya watu, inawezekana wakaadhibiwa. Of course mfano Lusajo sio kwamba na spidi kubwa, lakini ukimwachia maeneo huwa anaweza kukuadhibu kwa sababu yeye afikiri sana kutoa nafasi sana kwa watu. Atakupa nafasi lakini anafikiria kwenda kufunga. Huyo ni mchezaji hatari. Kwa hiyo kwa upande wa Simba ukiangalia hasa katika eneo la ushambuliaji, Simba ndio kitu ambacho pia kinawarudisha nyuma. Inawezekana mkaa katika eneo kubwa la sehemu ya ushambuliaji kwa muda mrefu, lakini kuna madhaifu makubwa hasa kwa mtu kama Ateba. Kama Ateba ndo atapata nafasi ya kuwa striker ambaye atakaa mbele pale. Tumeona katika mchezo dhidi ya TMA Ateba, mimi kuna kitu nimekiona, pengine labda kwa uongozi wa Simba kama atakuwa amekifuatilia. Kama Ateba afuatiliwi vizuri, kama Ateba auangalie mienendo yake, kuna vitu viwili. Sawa, kama Ateba yani aendekezi sana ngono, kwa sababu fitness ambayo ilikuwa inaonekana, umeelewa? Huo mpira unajua kila kitu ni principle, umeelewa? Ateba tumeona jinsi ambavyo amekuwa mzito. Yani ukiendekeza ngono, ukiwa unafanya sana ngono, sawa, inafikia kipindi miguu inakuwa ina knock. Tumeona mchezo dhidi ya TMA. Kuna mambo mengi ukiona unajiuliza, Ateba huyu sio mwenye ya mara kwa mara. Pengine ndio maana nasema uongozi uangalie sana kwa upande wa Ateba. Inawezekana kuna baadhi ya vitu ameviendekeza sana mpaka amekuwa mzito. Kwa hiyo kama sio shida hiyo, kwa sababu wao ndo watasema hiyo sio shida. Kama sio shida hiyo, mwalimu wa Simba ameshindwa kumsaidia Ateba kuwa sharp katika eneo la ushambuliaji. Amekuwa na maamuzi ambayo yani mwili mzito na maamuzi pia mazito. Kwa hiyo inawezekana kama kabla ya mchezo Simba watakuwa wamegundua matatizo kupitia kwenye mechi ya TMA, Ateba akarekebisha madhaifu yake ya kutokuwa na maamuzi mazito na mwili kuwa mzito, inawezekana akapata dhahama pia kwa maana ya Dodoma Jiji, kwa sababu Simba ubora wao uko katika mabawa yao. Hapa tunamzungumzia Kibu Denis, tunamzungumzia pia na Elio Mpanzu, lakini nyuma yake kukiwepo na watu ambao wanawalisha wale watu. Huwa wanakimbia sana, wanaficha mipira, wanaingia kwenye box. Shida ni kwenye eneo la ushambuliaji ambapo unakutana na mpira umemfikia Ateba, baada ya kuamua pengine kupiga au kutoa nafasi, yani amekuwa ni mzito kiasi cha kwamba vitu ambavyo nimekuambia kuhusiana pengine ngono, kama anaendekeza ngono sana inawezekana kwa mzito. Lakini kama ufanyi training mara kwa mara kupiga mpira kwa mwepesi, ile mwalimu anakuambia no fast, yani ile yani umepigiwa mpira fast au umechukua umeamua, hiyo itakuwa shida tena ya mwalimu, si ndio? Kwa hiyo lakini ukiangalia Simba, mtu ukisema nani ambaye atata kupata matokeo, unaiona kabisa kwamba Simba wana nafasi kubwa sana ya kupata matokeo. Lakini Dodoma Jiji nao sio timu ya kuibeza. Na unapokutana na Simba, utakuwa unajua timu ya Mavunde.
Mavunde ni ndani ya Yanga yuko kwenye bodi ya wadhamini wa Yanga na ndio mlezi wa Dodoma Jiji. Sidhani kama kuna mahusiano yoyote, Yanga wachezi pale, lakini Mavunde hata kubali kuona Dodoma Jiji inafungwa na Simba. Si ndio? Kwa sababu Dodoma Jiji nao wanataka kuwa katika nafasi nzuri kwenye ligi. Lakini ukiangalia watu wanaweza kuzungumza kwamba uwepo wa Mavunde inawezekana kukawa na push ya ndani. Sasa pengine watuambie, pengine tutaenda kudodosa, inawezekana pengine amepewa mzigo mzito Dodoma Jiji kwamba bwana mkishinda kuna mzigo huu, ikaongezea motisha wachezaji, morali ya kuweza kwenye huo mchezo. Lakini mimi naamini quality ndio itaenda kushinda. Quality ya Simba ni kubwa kuliko ya Dodoma Jiji. Dodoma Jiji teamwork yao ndio itakaenda kuamua ushindi. Kwa maana unajua unaweza ka outshine quality, sawa, ya wachezaji pale ambapo mtakapocheza katika mfumo wa timu. Unaweza kuwa na wachezaji wazuri, yani ambao quality yao ni ya juu sana, lakini kama wachezi kama timu, nyie ambao sio wazuri mkicheza kwenye mfumo wa timu, unaweza mkawa outshine hiyo timu ambayo haichezi katika mfumo wa timu. Kwa hiyo kitu pekee ambacho kile kwa beba Dodoma Jiji ni namna ya kuweza kuyafikia matukio kwa haraka, kwa spidi na kwa uhakika. Kwa hiyo Simba wao wakicheza kwa mazoea, kwa maana kuchukua point, Dodoma akisema tunahitaji hizi point, inawezekana. Shukrani sana Lugano. Asante sana.